Kuota unajiandaa kuingia chumba cha mtihani. Unaota uko busy na maandalizi ya kuingia kwenye chumba cha mtihani, unajiandaa. Chumba nilikwambia, mtihani inaweza kumaanisha jaribu. Kwa kama unajiandaa kuingia kwenye chumba cha mtihani, maana ni Mungu anakuambia mbele kuna jaribu linakuja, kufanya maandalizi kwa ajili ya jaribu liko mbele. Inaweza kumaanisha Mungu anakuandaa kwa ajili ya jaribu liko mbele. Kwa hiyo ukiona unajiandaa kuingia chumba cha mtihani, huko unapiga shule, unasoma, unasolve mahesabu na calculator unapiga, jua kama Mungu anakuandaa kuingia kwenye chumba cha mtihani. Mungu anakuandaa kwa ajili ya kwenda kwenye jaribu mbele. Kwa maana Mungu anakuambia sasa, kuna jaribu liko mbele, lakini sasa jiandae, mbele kuna chumba cha mtihani. Kuhakikisha unajiandaa, Mungu anakuambia mbele kuna changamoto inakuja, kwa habari ya kazi, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya uzao, kwa habari ya huduma. So prepare yourself. Unapojiona unajiandaa kwa ajili ya kuingia kwenye chumba cha mtihani, kwenye ndoto, Yesu Mungu anakuambia kuna jaribu mbele, jiandae kwa hilo jaribu. Prepare. Kwa Mungu anakuambia jiandae kwa ajili ya hilo jaribu. Na ukiona hivyo, inabidi uombe nini? Cha kwanza, omba Mungu akusaidie. Omba msaada wa Mungu akusaidie, maana hilo jaribu haujui itakuwa ni jaribu lipi. Lakini mbili, omba neema ya Mungu ya kusaidia kustahimili mpaka uvuke. Biblia inasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida na damu. Hata hivyo Mungu atawatengenezea mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Ukiota unajiandaa kuingia kwenye chumba cha mtihani, uko busy unajiandaa, busy writing, unajiandaa, una solve maswali na solve, Mungu anakuambia mbele kuna jaribu linakuja kwenye eneo la maisha. Sasa wewe utajua eneo lipi la maisha. Itumeti bini ndoa, itumeti bini kazi. Kuna viashiria mbalimbali ukaviona vya kusaidia kujua hili jaribu linakuja kwenye engo ipi ya hilo jaribu. Ndoto ya pili, unapoota unajiandaa unaingia kwenye chumba cha mtihani, lakini haujajiandaa. Unapoota saa ya mtihani imefika, unaingia kwenye chumba cha mtihani, labda karatasi mpaka zinagawiwa, lakini wewe hauna maandalizi yoyote. Unaona wenzako wanafanya mitihani wanaandika, wewe hauna cha kuandika, haujajiandaa, hauna maandalizi, kichwa chako ni cheupe. Maana yake nini? Lazima uangalie issue hapa inadili na issue ya maandalizi. Issue inadili na maandalizi. Kwa Mungu maana yake nini? Maana yake ni kwa Mungu anakuambia hivi, kuna darasa mbele linakuja, au kuna mtihani mbele unakuja, au kuna fursa mbele inakuja, au kuna jaribu mbele inakuja, lakini hauna maarifa ya kutosha kabiliana na hiyo darasa. Hauna maandalizi ya kutosha ukabili fursa. Issue kubwa hapa iko kwenye maandalizi. Issue kwenye maandalizi. Kwa naona unaingia kwenye chumba cha mtihani, wenzio wanafanya, wewe unaona haujajiandaa, au ni mtihani unafanya hauna cha kuandika, hauna maandalizi. Mungu anakuambia kuna mahali inabidi uende, lakini hauna maarifa, hauna maandalizi, hauna maarifa ya kutosha kabili fursa ambayo inakuja. Inawezekana mlango unaweza kufunguka, doors can open, lakini doors they always open and people they can miss. Why? Preparation. Kama hauna maandalizi, hata milango ikifunguka unaweza kumiss bado. Issue sio milango kufunguka mbele yako, una maandalizi yapi? When doors open they favor those with preparation. Milango inapofunguka inawafeva ambao wamejiandaa. It might be ni ofisini kwenu, nafasi imetoka, mpandishwe vyeo, alafu nakuja kuangalia wote elimu nalingana, hauna elimu. Lakini what if milango inafunguka ya promotion, alafu una elimu zaidi ya wengine, una added advantage. Kuna kitu nakita added advantage, una sifa ya ziada, maka ndio maandalizi. Kwa ukiona ingia kwenye chumba cha mtihani na haujajiandaa, una robo tu, yani hauwezi cha kufanya, maana yake ni kwamba Mungu anakuambia kuna maarifa fulani unayokosa, kuna utayari unaokosa, na kuna maelezo unayokosa kuingia kwenye fursa mpya au kukabiliana na jaribu ambalo liko mbele yako. It might be jaribu, kama kuna jaribu nakuja, lakini hauna stamina, hauna nguvu ya kukabili jaribu, hauna maandalizi, hauna ufahamu. Kwa hiyo kama una nguvu ya kutosha, lakini adui akakutenda kwa akili na ukaferi bado. Kwa maana nyingine, unapoona hujajiandaa, maana kuna kiwango cha maarifa kinakosa. Kweli unaomba, umekusanya nguvu sawa, lakini you don't have enough knowledge. Farao anasema na tuwatende kwa akili. Anasema haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi. Anaposema wana nguvu, kwa issue na siwe nguvu. Issue akawaambia watu wake, angalieni, wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Kwa Israeli walikuwa na nguvu kuliko Farao na Wamisri, lakini Farao akawatenda kwa akili. Unapojiona kwenye chumba cha mtihani, unaweza kufanya mtihani, lakini hauna maandalizi yoyote. Maana ni kwamba kuna kiwango cha maarifa unakikosa, kuna kiwango cha fahamu unakikosa, kuna kiwango cha nguvu unakikosa kukabiliana na mtihani ambao uko mbele yako, au kukabiliana na fursa ambayo inakuja. Kwa nini uombeje hapa sasa? Sasa ndo nimeshaona ndoto hiyo, nafanyaje? What to do? Cha kwanza, omba Mungu akupe neema. Omba toba na rehema yake. Haukujiandaa, haukutafuta maarifa. Omba toba, omba rehema. Mungu nisaidie. Omba Mungu ainue watu ambao watakusaidia kukupa maarifa. Omba watu wakuweza kukupa maarifa. Inawezekana ni maarifa ya kiroho. Yeremia 3:15 anasema hivi, nitawapa wachungaji mbele za moyo wangu ambao watawalisha watu wangu kwa maarifa. Kwa omba kwa ajili ya wasaidizi wa hatima.
God can raise men kwa ajili ya kukupa maarifa fulani. Yeremia 3:15 anasema hivi, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Kwa pray Mungu nikutanisha na watumishi wa Mungu wenye maarifa ya kutosha kwenye engo hii wanisaidie. They meant to be pastors, they meant to be teachers, anaweza akawa ni mentor, lakini Mungu nikutanisha na mtu ambaye anaweza akawa na maarifa ya kunifusha kwenye mtihani. Namba 3, unapoota unaingia kwenye mitihani ya hesabu. Unaingia kwenye mitihani ya hesabu na hujui kufanya hesabu, au hesabu ni ngumu, hazitembei. Unaweza unaingia kwenye mtihani, kila mtihani una hesabu. Kwanza wewe hesabu huzijui. Hesabu, mathematics. Maana ya kwanza unapoingia kwenye mtihani ya hesabu, maana ya kwanza, it is not limited to this one. Hizi ni some suggestions, possible suggestions. Nimekwambia hizi ni suggestions kadhaa, lakini lazima upate nafasi ya kuomba pia usikie na mbingu zinasema jamaa. Namba 1, Mungu anakuambia kwamba kuna namna haujui majira na nyakati. Kuna namna una mess kwenye issue ya times and seasons. You are doing calculations lakini unazitembei. It may be connected to times and seasons. Majira yako hauyajui vizuri. Namba 2, it may be tied kwenye issue ya fedha. Uchumi wako inawezekana umefungwa. You are trying to make calculations za wewe. Mali bila daftari huisha bila habari. Kwa hiyo unafanya mahesabu hauyaelewi na hesabu hazijui. Sometimes ni uchumi fungwa. Na alama nyingine ya uchumi kufungwa, kuna watu wameota wanaokota fedha, lakini fedha ambayo unaokota sent tu 200, 250, 100, 500 salafu. Ni alama ya kwamba adui anadili na uchumi wako. Kama ni milango ya uchumi kufunguka, utaona unaokota a lot of money, not 10,000, 5,000 nzuri dola. Na kama ni issue ya muda kwamba you are missing times, you are missing season, lazima uombe Mungu akupe hekima na akili ya kujua majira. Na wana wa Isakari waliokuwa na akili ya kujua majira na nyakati na kujua kitu gani wanatakiwa wafanye kwa wakati upi. They knew times and seasons and they knew what they ought to do at that specific time. Lakini omba Mungu arudishe uchumi wako. Namba 4, kuota unachelewa kwenye chumba cha mtihani. Kuota unachelewa kwenye chumba cha mtihani. Umejiandaa vizuri kabisa, saa ya mtihani imefika, lakini umechelewa kuingia kwenye chumba cha mtihani. Umechelewa kuingia kwenye chumba cha mtihani. Saa ya mtihani imefika, watu wameingia, afu unashangaa unakuja kwenye chumba cha mtihani. Kwenye mbao ya mtihani huwa kuna muda wa kuingia. Ukichelewa dakika 30 haruhusi kuingia. Kwa hiyo unaweza ukaota unachelewa kuingia kwenye chumba cha mtihani. Maana yake nini? Umejiandaa vizuri kabisa, umesoma, umemaliza, kuchelewa. Tukiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam tunasoma, tulikuwa tuna course moja ya oil and gas tunaisoma, it was an option course. Na one of my friend tulikuwa tunasoma naye, I don't know kama tulikuwa tufuatilia wakati huu, tukakesha naye. Tulivyokesha alikuwa anakaa hall 6. Baada ya kukesha akaenda hall 6 kwenda kulala. Baada ya hapo tukaamka asubuhi, tunakimbizana, tumezima moto usiku kucha, tumekimbia kuingia kwenye chumba cha mtihani. Tumeshaingia kwenye chumba cha mtihani, tunafanya mtihani. Kama risali 1:30 baadaye nikamwona sasa kwenye nje ya mtihani pale, amesema naangalia. Amekuja kuingia, daktari anamwambia hauwezi kaingia, muda wa kuingia umeisha, umechelewa. Hafu anamwambia ulikuwa, akamwambia daktari sema nimekesha usiku kucha. Tulikuwa tunasoma UDBS, tulikuwa tunakesha UDBS. Akasema nimekesha UDBS mpaka asubuhi, nilienda tu kujilaza tukapitiliza. Daktari akamwambia yani wewe unakesha afu sema yako prayer haonekani. Daktari akamwambia nakuhurumia, nitakupeleka ofisini ukafanya mtihani ofisini. So unaweza kujiandaa kwenda kufanya mtihani, alafu saa ya kufanya mtihani unachelewa. Maana yake nini kiroho? Maana yake ni kwamba kifungo chako kiko kwenye muda. Una kifungo kwenye issue ya muda. Haujui majira. Haujui majira kujiliwa kwako. Haujui majira ya kupandishwa. Haujui majira kujaribiwa kwako. Haujui majira promotion. Kwa ukiona unachelewa kwenye mtihani, Mungu anakuambia kuna issue kwenye ufahamu wako juu ya majira. Hauna ratiba. You don't know times and season. Lakini pia ni alama ya kucheleweshwa kwenye maisha, kwamba saa ya kufanya mtihani ili upande, so there is no promotion if there is no examination. Sasa saa ya mtihani ili upandishwe unachelewa. Kwa Mungu anakuambia utacheleweshwa kwenye maisha. Kuna mambo yanakuchelewesha kwenye maisha. Kuna vitu vina lose focus, vinakuchelewesha kwenye maisha. Ndio maana saa kuingia mtihani nafika afu unachelewa. Kifungo chako kwenye issue ya discernment ya majira na nyakati. 2, kuna vitu kwenye maisha vinakuchelewesha. 3, kuna uzembe unao kwenye maisha. 4, kuna kupoteza nafasi. Kwa sababu watu wengine akichelewa haruhusi kuingia kwenye mtihani, anakuwa amepoteza nafasi. Kwa hiyo Mungu anakuambia hivi, kuna nafasi iko mbele, you can lose it. Be serious. Au maisha yako yamejaa uzembe, au haujui muda wa kuanza mtihani. You don't have time, you don't know times. Au kuna mambo yanakuchelewesha. Kwa hiyo Mungu anakuonya kwa habari ya kukumbuka majira na nyakati.
na Mungu anakuonya kwa habari ya kutunza focus, mambo yasipotezee muda ukachelewa kwenye maeneo ya muhimu sana. Tumesoma kitabu kinaitwa The Interview tukiwa O level. Yule mtu alikwenda kwenye interview, lakini akakutana na issues mbalimbali zikamdistract. Kuna distractions. Sometimes unachelewa kwenye chumba cha mtihani kwa sababu kuna distractions. Nimewahi kuona ndoto kama hiyo, najiandaa kuingia kwenye chumba cha mtihani, afu wakati nafika nje ya chumba cha mtihani, nikiwa nje pale kwenye chumba cha mtihani, nikakutana na watu wakanizuia. Kwao nikaanza kupigana na wale watu, napigana nao waniruhusu niingie kwenye mtihani. Wakati napigana nao muda unaenda, afu nakuja kwenye chumba cha mtihani, bakia dakika 30, napewa pepa, maswali yote ni mepesi mno, issue ikabakia sina muda kumaliza kuandika kwenye mtihani. Kwa nini? Mungu akaniambia kuna watu wanakupotezea focus, unapigana vita nyingine sio za muhimu. Hawa watu ilibidi waache, utafute namna kuacha nao watu, uingie kwenye chumba cha mtihani ufanye mtihani. Maswali ni mepesi, mtihani mwepesi, lakini kuna watu ambao wanapoteza focus. So nikaandika ule mtihani, nikawa naandika, afu muda unakuwa ni mchache, na muda kaisha, maswali hayajaisha, tukakusanya tukatoka nje. Nikawa na huzuni, nikasema why simaliza mtihani. Nikawa naomba kwa bidii, Mungu, what is this? Kuna watu wana distract nisingie kwenye mtihani. Kuna watu wanadili na nyakati zangu. Kuna watu wananizuia promotion yangu. Mungu nisaidie. When I was praying, kama 1 week later, akanipigia simu mtu mmoja. Akapiga simu sikupokea. Baada ya kunitumia akaniambia hongera sana. Nimeona unafanya mitihani. Masomo tuliyofanya yote, nimeona umepata A na umekuwa wa kwanza. Sikuwahi ongea naye kwa ajili ya hiyo issue. Lakini nilipoona najiandaa kuingia kwenye chumba cha mtihani, watu wananizuia, nikagombana nao. Wakati napishana wale watu, wakanipotezea muda, na kuja kuingia nimechelewa, nikapewa pepa, nilifanya maswali mepesi lakini muda ni mdogo. Nikaanza kuomba. 1 week later, mtu akanitafuta, akapiga simu akaniambia hongera sana. Nimeona umefanya mtihani, umepata A zote na umeshinda kila mtu. Nikajua Mungu tayari amenivusha kwenye ile somo tayari. So you need to understand. Inabidi ujue haya mambo. You need to know these things. Okay. Kwa hiyo ukiona unachelewa kufika chumba cha mtihani na umejiandaa kabisa lakini unachelewa, maana yake ni kwamba moja, adui anacheza na majira yako. Kifungo chako kimefungamanishwa na muda wa kuchelewesha. 3, kuna roho za kucheleweshwa ziko nyuma yako. 4, aidha kuna uzembe unao au kuna roho ya kupoteza nafasi inakuandama. Kwa lazima wewe ulinganishe hiyo ndoto na mazingira ya wakati huo ulionayo, unayoyapitia wewe, upate picha halisi na wewe Mungu akusaidie. My God give you understanding. Mungu akupe neema na Mungu akupe hekima na maarifa. Kiota unazuiliwa kuingia kwenye chumba cha mtihani. Kama nimekwambia, umejiandaa, umefika kwa wakati kwa ajili ya kuingia kwenye chumba cha mtihani, na hiyo unashangaa kuna mlinzi anazuia usiingie kwenye kile chumba cha mtihani. Maana yake nini? Kuna kizuizi cha kiroho au kuna nguvu ambazo zinapinga hatua yako mpya. Umeshajiandaa tayari kuingia kwenye chumba cha mtihani, una vifaa, una daftari, una kalamu, una lura, una calculator, una kila kitu. Afu mtu anakuambia hautaingia kwenye mtihani. Kama hiyo ndoto mimi niliona, nakwambia huu ni ushuhuda wa kwangu. Sasa yote nimejiandaa, nataka kuingia kwenye mtihani, tena ulikuwa mtihani wa hesabu. Afu nifika kwenye chumba cha mtihani, wakanizuia nisiingie. Kwa nikapambana nao vya kutosha, afu baada ya hapo nikaruhusiwa kuingia, muda umeniacha. Nikafanya mtihani, maswali yakawa ni mengi kumaliza. Lakini after that dream nikawa naomba Mungu kwa huzuni. Kuna distractions zinakuja, kuna kizuizi kinakuja. 1 week later, tena my very own sister ambaye nafuata naye, na sikumwambia about this dream. Nikaona nitafuta asubuhi Jumapili, sikupokea simu yake, naingia ibadani, akanitext hongera sana kaka yangu, nimeona umeshinda watu wote, umefahamu tena umepata A zote. Najua it is done. So unapoona unazuiwa kuingia kwenye chumba cha mtihani, maana yake ni kuna kizuizi cha kiroho au kuna nguvu ambazo zinapinga hatua yako mpya. Kuna kizuizi kinakupinga usiingie kwenye msimu mpya. Kuna kizuizi kinakupinga usiingie kwenye majira mapya. Kuna kizuizi kinakupinga usiingie kwenye ustawi. Au kina kizuizi kinakupinga destiny au promotion, kwa sababu nimekuambia lengo la mtihani ni promotion, kuongezeka. Lengo la mtihani ni kupanda daraja. Lengo la mtihani ni Mungu kuona uaminifu wako. Lengo la mtihani ni kwa ajili ya kuelewa, kupata uelewa wako. Kwa ukiona zuio usiingie kwenye mtihani, maana huyu mtu anadili na promotion, anadili na hatima, anadili na destiny yako. So ni muhimu sana ukajua nani amekuzuia kuingia. Kitabu cha Korintho wa kwanza 16:9.
Wakorintho wa kwanza 16:9. Wakorintho wa kwanza 16:9. Doors can open, men can oppose. Kwa ni muhimu sana ukaomba kwa ajili ya kupinga vikwazo ambavyo vinakuzuia kuingia kwenye ustawi wako, kuingia kwenye majira yako mapya na kila sehemu. Namba 6, ukiota unafanya mtihani lakini hauwezi kumaliza. Umepewa maswali mengi, unafanya maswali lakini unaona maswali hayaishi. Unafanya maswali jitahidi lakini unaona maswali hayaishi. Unafanya maswali hayaishi. Hii maana yake ni kuna vita ambayo inakuzuia kutimiza kusudi. Ni vita juu ya kusudi lako. Kuna vita ambayo lengo lake linataka kukatisha tamaa usitimize kusudi lako. So you are dealing with the nation, umejiandaa sana lakini maswali hayaishi. Unafanya ukifunua nyuma bado hapo. Na mara nyingine unaweza ukashangaa unafanya maswali, afu kimanza kuyafanya yale maswali, dakika zimebakia 2, unashangaa nyuma. Unafunua nyuma kuna maswali bado yamejaa, unasema mama yangu. Dakika ni 2 na Yesu yaona yote hayo yote bado hapo. Manake kuna vitu ambavyo vinakuzuia kutimiza kusudi lako. Ndio maana maswali yaishi. Hauwezi kumaliza mtihani. Mangine kaonesha kama una pressure, inaweza kuwa indication ya kwamba una pressure na hauna utulivu. Ndio maana hauwezi kumaliza mtihani. Kwa upunguza pressure, Mungu nipe kutulia. Omba utulivu. Hauje mtu anaingia kwenye mtihani na kusoma swali la kwanza alitembea anafuta. Anaingia swali la 3 anajaribu kidogo anafuta. Anaingia swali la 5 anajaribu anafuta. Anakuwa si unakujaribu maswali ya kuyafuta. Utulivu mama unahitajika. Hauna utulivu. Moja ya vitu na vitaji mpendo, unahitaji utulivu. Kwenye sana nasema hivi, na nguvu zenu zitakuwa kwenye kutulia. Kwa kuna uhusiano kati ya nguvu za kiroho na kutulia. Kwa kama una utulivu utapiga mark time. Utapaniki. Kwenye chumba cha mtihani una paniki. Unagusa hapo na maswali hayatembei, unagusa ile haitembei, unagusa ile haitembei mpaka una paniki. Ni alama ya kwamba hauna utulivu kwenye maisha. Mwombe Mungu nipe utulivu. Nipe kutulia. Maandiko yanasema hivi, na yeye aaminie hatafanya haraka. Hamna kitu mimi nakijali sana kama utulivu wa kiroho. Kuna wakati nilikuwa na push it vinge, nothing is moving. Isaya 30:15 anasema hivi, kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, na nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkubali. Nguvu zenu zitakuwa wapi? Anasema zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Kwa nguvu za kwako za kiroho zimefungwa kwenye uwezo wa kutulia. When you settle, when you relax, anasema ndipo nguvu zako zinakuwa zimefungiwa hapo, lakini hamkubali. Kwa Mungu anakuambia settle, acha pressure kwenye maisha. Maisha ni haya. Mimi wanaambia watu maisha lazima yaendelee. Whether mambo yanaenda au yaendi, maisha lazima yaendelee. As long as Mungu yupo, maisha lazima yaendelee. Settle down. Settle down. Maisha yani umeachwa, haujaachwa, maisha lazima yaendelee. Umefukuzwa kazi, haujafukuzwa kazi, dunia haitasimama, maisha lazima yaendelee. Hauishi kwenye hayo mambo. Punguza pressure, tuliza body mwanangu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 17, anasema ndani yake tunakwenda, ndani yake tunaishi, ndani yake tunakwenda kuwa na uhai wetu. Kwa uhai wako hauko ndani ya mambo, uko ndani ya Kristo. Unaishi ndani ya Kristo, unakwenda ndani ya Kristo. Okay, ukiota umesahau maandalizi muhimu kwa ajili ya mtihani, vifaa kwa ajili ya mtihani. Umejiandaa kuingia kwenye mtihani, saa mtihani imefika, unaingia kwenye mtihani, hauna vifaa, hauna kalamu, hauna kalkuleta, hauna chochote. Unapoota umesahau vifaa, ni alama ya kwamba hauna maandalizi muhimu ya kukabiliana na hali iliyoko mbele yako. Hauna maandalizi muhimu ya kukabiliana na hali iliyoko mbele yako. Au adui kwa namna na kusababisha mambo ya muhimu kusudi kukabili hatima iliyoko mbele yako. Kusahau vifaa vya mtihani. Kwa unahitaji kuomba hekima na kuomba Roho Mtakatifu akukumbushe kwenye mambo ya msingi kwenye maisha. Ukiota umesahau vifaa kwa ajili ya mtihani, unaingia hauna chochote, hauna calculator, umesahau kila kitu. Namba 8 nafikiri, ukiota unafaulu mtihani vizuri, Mungu anakuambia hivi, ni alama ya kwamba Mungu anakuambia hivi, kuna mtihani unakuja, kuna jaribu linakuja, lakini tayari umeshashinda. Yaani umeshinda kabla kushinda. Ukiota unafanya mtihani na umefaulu vizuri, excellent. Mungu anakuonesha kwamba kuna ushindi baada ya jaribu ambalo lipo.
Ni kweli kuna jaribu litakuja, lakini wana uhakika hilo jaribu utalishinda. Wewe fanya maombi ya kumshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa sababu nimeshinda kabla ya kushinda. Kuna promotion inakuja, kuna hatua mpya inakuja baada ya kupitia mchakato fulani. Kwa hiyo ukiota unafaulu mtihani vizuri sana, Mungu anakuambia kuna jaribu lipo mbele yako, lakini una hakika utashinda hilo jaribu. Namba 9, ukiota unasoma kwa bidii kwa ajili ya mtihani. Ukiota unasoma kwa bidii, you are reading very hard. Maana nini? Mungu anakutayarisha kwa ajili ya jambo kubwa. God is preparing for the big issue. Mungu anataka ukae chini ujifunze. Mungu anakuambia kwenye kipindi cha maandalizi au kipindi cha darasa, so prepare yourself. Kuomba Mungu akuandae kwa ajili ya hiyo issue ambayo iko mbele yako. Namba 10, ukiota una copy kwenye mtihani, unaibia majibu kwenye mtihani. Kuna watu wana TV, unaota kwenye mtihani au unaibia mtihani, unaangalizia kwenye mtihani. Umekaa hujajiandaa, hapo mwenzio kushoto na kulia, unapeleka jicho kushoto kuangalizia kwa rafiki, au unapeleka jicho kulia kuangalizia kwa rafiki. Maana yake nini? Fine. Nimekwambia ukiota na copy kwenye mtihani, umeingia kwenye chumba cha mtihani, hauna maandalizi, unashangaa unaangalia huku, huyu anaelewa, una copy na huku una copy, you are trying to copy. Ni alama ya nini? Mungu anakupa onyo kuhusu njia za mkato. Mungu anakupa onyo kuhusu njia za mkato. Anakwambia wewe unapenda shortcut. Kwa hiyo examine your life, need shortcut. Kwa ukiota unaibia mtihani, una copy mtihani, Mungu anakuonya kwamba unapenda njia za mkato, unapenda shortcut. Au ni mtu si na kweli, au ni mtu ambaye unategemea watu kuliko kutegemea Mungu. Na sometimes hizi ndoto haziwezi kuambatana. Labda unachelewa kwenye mtihani, unasoma unaingia, maswali magumu au fanya. Kwa they might be connected, au inaweza ni moja moja au zikawa zimeungamana. So when I'm trying to explain, nataka Mungu akusaidie upate angalau ni just eye opener, ufahamu wa kuweza kusaidia as you are proceeding. So unapoota unaibia mtihani, unakopi mtihani wa mtu, maana yake nini? Mungu anakuambia unapenda njia za mkato, ni onyo dhidi ya njia za mkato. Lakini pia ni onyo ya kutokuwa na kweli. Lakini pia ni Mungu anakuambia you are trying to depend on men rather than God. Kwa hiyo unategemea watu, Mungu anakuonesha unaingia kwenye mtihani unakopi, baada ya kumtegemea Mungu unategemea wanadamu. Kwa ukiona una ndoto kama hiyo, unaingia kwenye chumba cha mtihani unakopi, maana yake ni roho ya udanganyifu inakumendea. So maombi ya kwanza kwamba kabisa ni maombi ya toba na rehema. Maombi ya toba na rehema. Lakini mbili, muombe Mungu akusaidie kuongoza. Omba toba, omba rehema, kwa sababu ni onyo kuhusu njia za mkato. Unapenda shortcut. Namba 11, ukiota mitihani ni mgumu sana, hauwezi kaufanya. Yaani umeingia kwenye mtihani, unaangalia swali la kufanya halionekani. You are trying to solve and swali la kufanyika halionekani. Whether geography, whether history, whether biology, whether nini, hauoni swali hata moja la kufanya kwenye chumba cha mtihani. Issue inaonyesha ugumu wa jaribu liko mbele yako. Mungu anakuambia kuna jaribu liko mbele, itakuwa ni kubwa mno, au kuna vita kubwa kilo mbele yako ambayo kwa nguvu zako hautaweza kuishinda. Maana mtihani mgumu, hata swali moja halisogei, halitembei. Ni kama uko darasani unaletewa mtihani wa chuo kikuu, afu mtihani wenyewe unaletewa mtihani ambao ni advanced calculus. Swali lote halitembei kabisa. Mungu anakuambia hivi, hapo ulipo hapo sasa, wewe jaribu lako ni kubwa mno. Kwa hiyo sasa unahitaji Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe, akupe neema kustahimili. Kama mtihani unaingia mtihani hautembei, haufanyiki, ni mgumu, haujaiona swali hata moja, kila swali ni jipya, halitembei, kila swali halitembei, Mungu anakuambia hivi, kuna jaribu mbele yako, hautashinda, hauna nguvu ya kuweza kulishinda hilo jaribu. So Mungu akupe neema ushinde. Okay. Mtihani mgumu. Mtihani unaweza kuwa ni mgumu lakini unafanyika. Lakini pia kuna maswali kama haujui au maswali hauyaelewi kwenye mtihani. Maswali hauyaelewi. Yaani maswali umeingia kwenye mtihani lakini maswali hauyaelewi. Kuna mtihani kwa mgumu kama unaelewa maswali lakini hayatembei. Lakini kuna maswali hayaeleweki. Hilo ni eneo la confusion. Mungu anakuambia hivi, kuna sehemu unachanganyikiwa kwenye maisha. Eneo la maamuzi kuna shida. Confusion. Kwa kama unasoma maswali hayaeleweki, maana issue ya wewe kuna shida. The spirit of confusion. Kwa maana Mungu akupe the spirit of clarity, na hiyo inaweza kuonyesha eneo la maamuzi. Kuna shida kwenye eneo la maamuzi. Kwa Mungu akusaidia kwa mwongozo kwenye eneo la maamuzi.
Ukiota unafanya mtihani na muda kwa kutoshi, unaomba muda wa ziada, unapewa muda wa ziada kwenye mtihani. Umepewa muda dakika 30 zimeisha, mwalimu na msaidizi anawaambia sasa na kuongezea muda, fanya muda zaidi. Muda kuongezewa muda kwenye chumba cha mtihani ni alama ya nini? Ni neema ya Mungu. Mungu anakuambia I'm going to read my grace upon you. Itakusaidia kwenda zaidi, utafanya zaidi. Mungu anakupa nafasi nyingine ya kutengeneza. Mungu anakupa neema kurekebisha, kujiandaa. Kwa ukiona ongezewa muda kwenye chumba cha mtihani, mtihani ulikuwa unafanya lakini unaona muda umeisha hujamaliza, mwalimu anakuambia naongezea dakika 30. Mungu anaambia hivi, I'm giving you my grace now per bonus time. Nakupa muda wa kutubu, nakupa muda wa kujirekebisha, nakupa muda wa kujiandaa kuhakikisha unavuka sehemu hiyo. Na kwa ukiona pewa muda, maana yake nini? Maana yake ni kwamba Mungu anakupa neema ya kutengeneza na kujirekebisha kusudi ufike unakoenda. Ukiota unafeli mtihani, unafanya mtihani unafeli, matokeo yanakuja umefeli, ni alama ya hofu ya kushindwa. Spirit of failure, the fear of failure au spirit of failure, kwamba kuna jaribu liko mbele, Mungu analiandaa, kwa lazima ujiandae. Ni onyo ya kwamba kuna jaribu lipo, kuna mtihani unakuja kwenye maisha. So ukiona unafanya mtihani na fail, mwambie Mungu, please God, kwanza forgive me, rehemu. Pili, Mungu nipe nguvu, nahitaji nivuke hapa, ili kusudi next time msije kashindwa. Ukiota mwalimu anakufukuza kwenye chumba cha mtihani, umekuwa unafanya mtihani na mwalimu anakufukuza kwenye chumba cha mtihani, muda hujaisha, ni alama Mungu anakupa onya kutotii au dhambi au maisha sio sawa mbele za Mungu. Utafukuzwa mbele za watu. Kaini alipokuwa amekosea alifukuzwa. Adam alipokosea alifukuzwa kwenye bustani ya Eden. Kwa hiyo uko ndani ya chumba cha mtihani unafukuzwa, Mungu anakupa onyo kwamba maisha yako yamejaa dhambi. Kuna dhambi kwenye maisha. Kuna roho ya kutotii ndani yako. Kuna kitu hakiko sawa sawa, utafukuzwa. God is going to reject you. Kwa hiyo ukiona ndoto kama unafukuzwa kwenye chumba cha mtihani, kwa kuna assignment unajaribu kuifanya lakini kuna dhambi iko ndani yako. Na hii imefika kiwango cha mwisho ambacho sa Mungu hawezi kuvumilia. Biblia inasema hivi, najua matendo yako kuwa sio moto wala sio baridi, bali vuguvugu. Anasema hivi, heri ungekuwa ni moto au baridi. Kwa umekuwa vuguvugu, nitakutapika, nitakutoa kutoka ndani yako. Kwa Mungu anakuambia maisha yako ulipofika hauvumiliki, unafukuzwa kwenye chumba cha mtihani na mwalimu. Ni alama ya kwamba maisha yako ya kiroho yamejaa uchafu, imefika nafasi ya Mungu kutapika sana. Nenda duniani, dunia ikifundisha, labda from there utasema tena urudi. Jifunze. Kwa ukiona fukuzwa, omba toba. Please, if you can, yani nalua nguo zako, omba toba, funga, omba toba, omba rehema. Okay. Ukiota unarudia mtihani ule ule mara nyingi, the same exam. Umefanya mtihani huu tena, unashangaa tena, unajua huwa kuna ndoto ndani ya ndoto. Kuna dreams within a dream. Unaweza kuota ndoto haijaisha, lakini kwenye ndoto tena unajiona unaota. Sasa unaona unafanya mtihani, afu mtihani umeisha, unashangaa ile mtihani unajirudia tena, unaota. Unafanya mtihani. Ni alama ya nini? Mtihani ambao unajirudia ni alama. Mungu anakuambia kwamba kuna darasa bado ambalo haujalielewa, kuna somo kwenye maisha haujalielewa bado. Mungu anakuambia hivi, kuna somo haujalielewa, ndio maana mtihani unajirudia huo. It might be not unajirudia the same exam, lakini Mungu anakuambia hivi, kuna ndoto, kuna somo kwenye maisha haujalielewa. Ndio maana mtihani ule unarudi. Aidha ndoto ile umeota, mtihani huu ukatoka. Kesho tena naota the same exam. Mungu anakuambia kuna somo kwenye maisha hujalielewa. Kuna darasa kwenye maisha bado hujalielewa. It might be darasa la uaminifu, Mungu anakupima kwa eneo la uaminifu, haujaelewa bado. It might be eneo la utoaji, haujaelewa. It might be eneo la utulivu, haujapata utulivu. It might be somo la imani, haujaelewa. Ndio maana Mungu anarudisha tena. Kwa maombi ya kuomba hapo, kwanza omba rehema. Mungu, naomba unirehemu. Cha kwanza, kwa sababu umenifundisha mara kadhaa sijaelewa. Lakini mbili, Mungu, naomba unifundishe. Teach me your ways. Maana kama somo naona somo najirudia hilo. Unaota unaingia kwenye chumba cha mtihani na kukosa kiti cha karia kwa ajili ya kufanya mtihani. Unazurura kabisa, watu wamekaa afu naingia, wewe pekee ndo hauna kiti cha kaa ufanyie mtihani kwenye chumba cha mtihani. Lazima ujue maana ya kiti nini na maana ya mtihani nini, ndipo tafsiri ndoto. Umeingia vizuri kwenye chumba cha mtihani, baada ya kuingia kwenye chumba cha mtihani nashangaa there is no seat reserved for you to do the exam. Maana yake ni Mungu anakuambia hivi, kuna nafasi unaipoteza.
inahusu kutokuwa na nafasi, position. Vita yako ipo kwenye nafasi. Kwa maombi yako mwambia Mungu, niandalie nafasi, prepare a chance for me. Inawezekanaje watu wote wamekaa alafu mimi naingia sina sehemu ya kaa kwenye chumba cha mtihani? Kwa Mungu anakuambia vita yako ipo kwenye nafasi. Ndio maana watu wengine wamekaa kwenye viti vyao, wewe hauna kiti cha kaa kwenye chumba cha mtihani. Kwa Mungu anakuambia vita yako ipo kwenye nafasi. Kiti ni alama ya nafasi. Kiti ni alama mamlaka. Kama unaomba, omba Mungu akutengenezee nafasi, omba Mungu akurudishie kibali, omba Mungu akurudishie mamlaka. Na hizi ndoto zinawezekana zikawa zimeungamanika zaidi ya moja. Unaweza kaota pia mara nyingine unafanya mtihani usio wa kwako. Umejiandaa kwa ajili ya mtihani wa hesabu, unaingia unafanya kitu cha jiografia. Au umejiandaa na English, unaingia unafanya na mahesabu ya tembei. Mungu anakuambia unajaribu kubebesha mizigo isiyo ya kwako. Au utaingia kwenye tatizo lisio la kwako. Beba msalaba kama Simoni Mkirene. Simoni alibeba msalaba wake. Ule msalaba ulikuwa ni wa Yesu, ukabebesha msalaba. Kwa unapoingia kwenye chumba cha mtihani unashangaa mtihani ambao unakuja ufanye sio mtihani wako ambao umejiandaa kufanya. Mungu anajaribu kukwambia, yani wewe nakupatia kazi kama Simoni Mkirene. Utabeba misalaba ya wengine. Kuombe nini sasa? Omba Mungu akupe neema kuhimili matatizo ya wengine. Omba Mungu akupe capacity ya kuwa destiny helper kama Simoni Mkirene. Misalaba ya watu wengine. Unaingia kwenye chumba cha mtihani lakini unajaribu kwenye mambo ya watu wengine. It's not your paper. Kwa jaribu ambalo linakuja sio la kwako na watu wengine. Kwanza chua linauzwa kiasi gani, lakini pia omba huyo mtu ni nani ambaye ataingia kwa hiyo msalaba wake. Unaweza kaota unaingia kwenye chumba cha mtihani lakini unaandika vibaya jina lako. Unaitwa jina lako labda Reuben Jacob. Alafu ukiingia you are trying to write your name. Unastara kuandika jina lako, hauwezi kuandika jina kwenye karatasi ya mtihani. Try to write your name, you cannot write it. Au unaliandika jina, unaliandika vibaya, au unaandika jina la mtu mwingine kwenye karatasi ya mtihani. Wewe ni Reuben Jacob unaandika Amos John. Au unajaribu kuandika Reuben lakini unajua Reuben haiandikwi hivi. Unaona unakosea kabisa jina lako kwenye karatasi ya mtihani. Maana yake nini? Vita yako ipo kwenye utambulisho. You have identity confusion. Au you have identity battle. Una vita. Jina ni alama ya utambulisho. Kuna mahali Mungu anataka kupeleke kuinue, lakini shida yako, vita yako ipo kwenye utambulisho wako. Ili ujue kama unaandika jina lako vibaya, au unajaribu kuliandika unalikosea, au unaandika jina la mtu mwingine kwenye chuma cha mtihani kwenye karatasi yako, jue vita yako, wakati wa kupanda umefika, wakati wa promotion umefika. You are going to go next levels, lakini shida ni utambulisho kwenye jina. Umeota upo kwenye chumba cha mtihani alafu karatasi ya mtihani inapotea kabla ya kuikusanya. Unaandika mtihani alafu karatasi yako inapotea kabla ya kukusanya. Ni alama ya nini? Ni alama ya kucheleweshwa matokeo. Au ufanye kazi sio na matokeo. Au ni Mungu anakuambia you are going to labor, lakini you are not going to eat the fruit of your labor. A push kweli. Ndio maana anawaambia working hard alone does not necessarily guarantee you success. Kufanya kazi kwa bidii tu peke yake hakutoshi kuhakikishia matokeo. Kwanza ukafanya kazi saa ya kusanya kusudi upewe maxi wa kureward, the hour of reward, unashangaa pepa ya kwako inapotea. Upotevu. Omba Mungu maombi ya urejesho. Yoeli 2:20 nasema nami nitarejesha hiyo miaka iliyoliwa na nge na madumadu na tunutu.